Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rekadababosaka, rikadabaratadababosaka, rikadababoshatadababosaka, rekadababosheketekelebosaka, rekatoboseketelebosaka, rikadababosaka yandabaseka, marekadebabodea. In the mighty name of Jesus. Matthew 15:13. The Bible says, and every plant which my heavenly Father did not plant, it shall be uprooted. Na tafadhali nita request wale ambao wako na watoto, take charge of the children. Are we together? Yeah, take charge ya watoto so that they will not distract the service. Are we together? Take charge of your child as distracting other katika jina la Yesu. Now, this is what I'm saying. Biblia inasema na kila mmea ambao Baba wa mbinguni hakupanda utang'olewa. Nataka uinue mkono wako wa kulia. Inua mkono wako wa kulia kila mmoja. Nataka uanze kucommand kila mimea ya magonjwa katika mwili wangu, katika mawazo yangu, ninailaani kwa damu ya Yesu. Ninailaani kwa damu ya Yesu. Ninaing'oa, ninaiangamiza kwa damu ya Yesu. Kila mbegu za magonjwa nazing'oa, naziangamiza kwa damu ya Yesu katika jina la Yesu. Kila mmoja fungua kinywa chako, begin to make those declarations in the mighty name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu, kadiri neno la Mungu lisemavyo ya kwamba na kila mmea Baba wa mbinguni hakupanda utang'olewa katika jina la Bwana Yesu. Ninalaani kwa damu ya Mwana-Kondoo kila mimea ya magonjwa maishani mwako, kila mimea ya magonjwa kwa jamii yako, kila mimea ya magonjwa katika maisha kila moja aliye katika ibada hii na wote wanaotufuata na kwa mitandao, katika jina la Yesu. Ninang'oa mimea zote za magonjwa kwa damu ya Yesu. Nazing'oa maishani mwetu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Rekadababosakayana, rekadababosakayana bakata, rekadababosekeandababosaka, rekadababosakayana baba, rekadababosakayana bakata, reshatakadaboseka, rekadekodiakadabosaka, reshatakadabosaka, ikalatobosaka. In the mighty name of Jesus. Jiwekele mkono moja kwenye kichwa chako. Nani surprised ya kwamba mtu anaweza kaa tu hivi amenyamaza. This prayer we are praying is very important. Ukitaka kujua moja ya mateso ya shetani ni magonjwa. Are we together? Moja shetani kuachilia mateso maishani mwa watu ni kupitia magonjwa. And so jiwekele mkono wako moja, jiwekele mkono wa kulia. Nataka ujitangazie katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza mwili wangu umejawa na afya, kila kiungo cha mwili wangu kimejawa na afya. Declare magonjwa, maradhi, uchungu, udhaifu hazina nafasi ndani yako, hazina nafasi kwa jamii yako, hazina nafasi katika maishani mwako katika jina la Yesu. Declare na declare, hautateswa na magonjwa tena, hautateswa na maradhi tena katika jina la Yesu. Rekadababosakayandebosaka, katika jina la Yesu Kristo. Declare every organ of my body is healthy and whole. Every cell of my body is healthy and whole. The bones of my body, they are healthy, they are stronger, they are whole in the name of Jesus. Rekadababosaka, rikadababosaka. Every fiber of my being is healthy and whole. It's healthy and whole. It's healthy and whole in the mighty name of Jesus.
Jesus, in the mighty name of Jesus. Rekada babobosaka, rikada babobosaka, rikada babobosaka, rikada babobosaka. Na declare na kudeclare katika jina la Yesu, makayadeboka magonjwa maradhi dhaifu kadebozeka, hazina nafasi katika mwili wako, hazina nafasi katika anga yako, hazina nafasi katika jamii yako, hazina nafasi kwa kila moja aliye katika ibada hii na wote wanaotufuata katika jina la Yesu. Atakaza tufurahia afya ya kiungo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rekada babobozaka, rekada babobozaka, rekada babobozaka, rekada babobozaka, rekada babobozaka. In the mighty name of Jesus, in Jesus' mighty name we have prayed, and somebody say amen. Ni moja mpe high five, mwambie na kuombea na ninakutakia afya njema siku zote za maisha yako katika jina la Yesu. Amen. Nachukua nafasi hii kukaribisha kila mmoja wetu uweponi na katika meza ya Bwana, na pia nachukua nafasi hii kukaribisha ndugu zetu, dada zetu walio mbali, Marekani, Uingereza, Israel, India, Dubai, Qatar, Iraq, Burundi, Israel na katika taifa letu na katika mji wetu wa Kenya. Karibuni sana tunapojifundisha kuhusu divine health in Jesus name. Mikono chotea Yesu Kristo na Mungu. Katika leo mzuri wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ya kwamba kila mmoja atamakinika, kwa sababu yale mambo ambayo nataka kukufundisha yatakusaidia, sio leo tu, yatakusaidia siku zote ambazo utaishi hapa duniani. Sema amen. Nataka unipe 1 John, not 1 John, 3 John, the third letter of John. It is only one chapter, na tutaanza katika kusoma mstari wake ni wa pili, na ninaamini Mungu ya kwamba tunapojifundisha ukweli wa Mungu, huu ukweli ambao tunaenda kujifundisha utatuingiza katika kitu ninaita covenant health or divine health. Somebody say covenant health or divine health. Somebody shout better, louder than that. Covenant health or divine health. Na hiyo ndio ambao tunajifundisha siku ya leo, na kwa majuma kama mengine matatu ambayo yako mbele tutatazama haya mambo, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. I want us to pray. Not to pray. I want us to read from the script together. 1, 2, 3. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mambo mawili. Ya kwamba
mambo yote, na la pili ukawe katika afya. So according to this scripture, the will of God for you, mapenzi ya Mungu kwako ni kufanikiwa kwa mambo yote na kuwa na afya njema ama afya ya kimungu. Hebu sema kufanikiwa kwa mambo yote. Sema vizuri. Kufanikiwa kwa mambo yote na kuwa katika nini? Kuwa katika afya njema. Mapenzi ya Mungu ni wewe ufanikiwe kwa mambo yote na uwe na afya njema, na uwe na afya njema. Hebu sema na niwe na afya njema. Again. Hebu sema nifanikiwe katika mambo yote, na niwe na afya njema. Hebu sema nifanikiwe katika mambo yote, na niwe na afya njema. I decree from this altar in the name of Jesus, from this day utafanikiwa kwa mambo yote, utajawa na afya ya kiagano katika jina la Yesu. Now, give me the book of Exodus, chapter number 15, verses number 26. The book of Exodus 15 and verses number 26. Now, kabla tusome hili neno, the book of Exodus, tunajua ya kwamba ni kitabu ambacho kiliandikwa wakati Musa, Mungu alimtuma Misri aende atoe wana wa Israeli kutoka utumwa wa Kimisri na awaelekeze katika the promised land ambao ni Kanaani. Exodus maana yake ni kutoka. Hebu mtu aseme kutoka. Sema tena kutoka. Now, wakati Mungu alimwita Musa na akamwambia ninakutuma kwa wana wa Israeli na kutuma kwa Farao, uende umwambie achilia watu wangu na ukomboe wana wa Israeli kutoka kwa utumwa. Biblia inaniambia ya kwamba Musa akamuuliza Mungu, na nitaambia Wayahudi ni nani amenituma? Nitawaambia. Are we together? Do you know why? Kwa sababu Wayahudi hawakumjua Mungu vizuri na waliabudu miungu ya Wamisri. Are we together? Zile miaka ambazo walikaa Egypt, waliingia katika system ya Kimisri. Na Mungu anajiintroduce kwa wana wa Israeli. Mungu sema Mungu anajiintroduce. Kwa wana wa Israeli. Now let's read. Let's read. Can we read verse number 20? Can we begin from verse number 25? Can we go to verse number 25? So he cried unto the Lord, and the Lord showed him a tree. When he cast it into the waters were made sweet. There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them. Verse 26. And said, sasa ni Mungu anaongea. Mungu aliwajaribu pale katika mara. Biblia inasema and said, if you diligently heed the voice of the Lord your God, and do what is right in his sight, give ear to his commandments, and keep all his statutes,
I will put none of the diseases on you which I have brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. For I am the Lord who heals you. Can somebody say, for I am the Lord who heals you? Am I communicating? Mungu akizungumza na wana wa Israeli wakati walifika mahali walikuwa na maji ambayo ni makali, na Musa akamlilia Mungu, na alipomlilia Mungu, Mungu akamwambia Musa ya kwamba Mungu akamwambia Musa aambie wana wa Israeli, if you diligently heed, mkisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana na kutembea sawa mbele zake na kuziweka sheria zake na amri zake, sitaweka magonjwa juu yenu ambayo nimeyaleta kwa Wamisri. Am I communicating? Why? Because I am the Lord who heals you. Somebody say, I am. I am. Shout better louder than that. I am. I am. I am what? The Lord who heals you. In other words, Jehovah Rapha. I am Jehovah Rapha. God who heals you. Mungu akijiintroduce kwa Waisraeli akawaambia ya kwamba mimi ni Mungu ambaye huwaponya. Mimi ni Mungu ambaye huwaponya. Are we together? Na ukisoma katika Agano la Kale kuanzia the book of Exodus, utadiscover ya kwamba every time the children of God were sick and they called upon God, God healed them. God did what? God healed them. Can you lift your hand and say, God is my healer? God is my healer. Again. 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 God is my healer. God is your healer. Na nitakuonyesha tofauti ya uponyaji katika Agano la Kale na uponyaji katika Agano Jipya. Are we together? Yes. Now, hebu tuangalie Agano la Kale kwanza. Let's go to Psalms 103, verses number 3. Psalms 103, verses number 3. Psalms 103, verses number 3. Let's begin from verse number 1. Let's read from the scale together. 1, 2, 3. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Verse number 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. Now, tusimamia hapo kwanza. The psalmist hapa anatuambia ya kwamba kuna faida ambazo tunatoaga kwa Mungu, kutoka kwa Mungu. Are we together? Na utadiscover tunaposoma kuanzia mstari wa 3, he highlights those benefits. Can we look at verse number 3? Verse number 3, the Bible says, can you give me Kiswahili? Nipe katika Kiswahili ili kaweze kueleweka vizuri sawa. Are we together? Faida moja, hebu sema faida ya kwanza. Faida ya kwanza Ambayo Mungu anafanya nini? Ambayo Mungu
ambao tunapata kutoka kwa Mungu ambaye ni Jehova Rafa. Let's read from the scripture, 1, 2, 3. Akusamehe maovu yote, akuponya magonjwa yako moja yote. Si akuponya magonjwa yako moja yote, akuponya malaria peke yake. Yeye hakuwagi kuponya kansa, si ndio? Na kulingana na mstari huu, Biblia inasema ya kwamba akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Kwa nini inaanza na akuponya, akusamehe maovu yako yote? Nisikilize vizuri sana. Iniquity, unaona kulingana na huu mstari wa 3, huu mstari tunaosoma, you have no excuse of suffering a generational disease. Hujanishika. Nasema hauna sababu ya kubeba na kuteswa na magonjwa ya ukoo. Kwa sababu gani? Magonjwa yote ambayo inafuata bloodline inaletwa na iniquity, maovu. Ninaongea neno hapa. So na Biblia, kwa sababu Mungu ni Mungu wa uponyaji, Mungu ni mponyaji kwetu. Biblia inatuambia ya kwamba anatusamehe maovu yetu. Hebu inua mkono, sema ananisamehe maovu yangu. Sema tena, sema tena. Kwa kusamehewa, nataka unisikilize vizuri. Kwa kusamehewa maovu unawekwa huru na magonjwa yote ya kiukoo. Hujashika? Wacha nirudie kusema tena. Kwa kusamehewa maovu yako unawekwa huru na magonjwa yote ya kiukoo. In other words, unaona, sikiliza, ikiwa kuna maovu ambayo mababu walifanya na kuna magonjwa yalifunguliwa mlango na yakaingia, tuko pamoja na wewe. Ulipokuwa ukizaliwa katika hiyo familia, ulizaliwa na hukumu kwenye kichwa chako ya kwamba lazima utabeba yale magonjwa. Lakini sasa angalia upendo wa Mungu wetu mponyaji, ya kwamba the first thing he does is to forgive us of all our iniquities, ili hukumu ya magonjwa za ukoo tuliozaliwa tukiwa tumehukumiwa iondolewe kwetu. Na decree na kulikelea from this altar in the mighty name of Jesus Christ, hukumu yoyote uliozaliwa ukawekewa ya kubeba magonjwa yaliyotesa mababa na mababu, na decree katika jina la Yesu that judgment is cancelled in your life. Hukumu hiyo iko cancelled in your life in the name of Jesus. Nisikilize, wakati ambapo unasamehewa maovu, sio magonjwa peke yake ambao mlango wa magonjwa ya bloodline inafungwa, but also, somebody say but also, somebody shout better than that, but also, mateso yoyote ambayo yalifunguliwa mlango na yale maovu, mlango ule hufungwa na msamaha wa damu ya Yesu. Na decrease of this altar, nasema na kutangazia wewe pamoja na vizazi vyako, kwa kutoka kwa madhabahu haya, kila mlango wa mateso uliofunguliwa maishani mwako kupitia maovu, maana tumesamehewa, tumeoshwa kwa damu ya Yesu. Milango hiyo ya mateso natangaza imefungwa sasa na milele. Shauta beta amen. Natangaza milango hiyo imefungwa maisha
kusema katika jina la Yesu, kila milango iliyofunguliwa maishani mwangu kupitia maovu ya mababa na mababu, sasa hivi, maana nimesamehewa, maana nimeoshwa kwa damu ya Mwana-Kondoo, milango hiyo ya maovu imefungwa na damu ya Yesu, sasa na milele, sasa na milele, sasa na milele. Milango ya magonjwa imefungwa maishani mwako, sasa na milele. Milango ya umaskini imefungwa maishani mwako, sasa na milele. Milango ya premature death imefungwa maishani mwako, sasa na milele, katika jina la Yesu. Somebody shout hallelujah. I said somebody shout hallelujah. Lift your hand and say, I will enjoy life. Sasa wifanya katika mkono mzuri, sema confident na bold. Kama mtu anajua kweli, ina mkono, sema I will enjoy life. You know the truth. Say, I will enjoy life. I will enjoy life. So akusamehe maovu yako yote. Now, very important for you to know. Kwa sababu umesamehewa na umeoshwa kwa damu ya Mwana-Kondoo. Are we together? Generational diseases, generational afflictions, unafaa kujua ya kwamba they have no power over you. They have no power over you. Lift your hand and say, they have no power over me. They have no power over me. Again. They have no power over me. Again. They have no power over me. Haki unasimamia hata hapo kwa mimi, na tunasema ni wewe na vizazi vyako. Lift your hand and say, generational sickness, generational poverty, blah, blah, they have no power over me and over my generations. You know what God wants to do. Sema kwa sababu nimesamehewa na kuoshwa kwa damu ya Yesu. Mateso yote generational, mateso yote ya vizazi haina nguvu, haina nafasi katika maisha yangu, katika jina la Yesu. Now listen to me. Hakujalishi ni watu wangapi wameshikwa na hayo magonjwa katika familia yetu. Am I communicating? Hakujalishi ni wangapi wameuawa through generational iniquity katika familia yetu. I have good news for you. Because you are a child of God. You are forgiven and washed by the blood of Jesus. Hiyo mateso na hizo laana sio sehemu yako. Hebu inua mkono, sema malaana sio sehemu yangu, na sio sehemu ya vizazi vyangu. Hebu sema tena, hiyo malaana na hayo mateso sio sehemu yangu, na sio sehemu ya vizazi vyangu, katika jina la Yesu. Am I communicating? Now question, what do you do wakati kitu ambacho kinatesa watu wa familia yenu, unaona kicho hiki sasa kimekunasa? Am I communicating? For instance, let me give you a very good example. When my son akiwa class 1 alianza kusumbuliwa na macho kiwango ya kwamba hangetazama jua ama kuwa na mwangaza nje, inabidi ilikuwa inamtesa usiku, hangetazama taa ama stima. Are we together?
na ingedemand tukaweze kumpeleka hospitali apimwe macho na apimwe ile miwani ya kuona. But one thing we knew together with my wife ni kwamba hata kama kuna watu wako na shida za macho, our elder brother alivaa miwani ya kumsaidia kuona akiwa class 1. Umeelewa? Mtoto wa class 1 alivaa miwani ya kumsaidia kuona kwa sababu ya shida za macho. Niko na my brother daktari, niko na miwani ya macho. Niko na mwingine hapo na. Now listen to me. Wakati ilipojaribu kumanifest kwa our son, wadi tulijua mimi na mawazo ni kwamba sisi we are not like them. Hujanikamata. We are not like them. Why? Because sisi tumesamehewa dhambi na tumeoshwa kwa damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo hukumu, faili ya hukumu hiyo imelipwa kwa damu ya Yesu. Na kwa hivyo awasa hatavaa miwani, awasa macho yake yatakuwa sawa, na tukaanza kutangaza katika jina la Yesu, shida ya macho, laana za shida za macho, ondoka kwa jina la Yesu. Up to date, my son otherwise ukiwa na macho. Umenielewa? Kuna issue za diabetes katika bloodline kwetu. Some years ago, nikawa ninasikia symptoms za diabetes zimeanza kunishika. Ile mambo ya kukaukiwa mdomo, unasikia mate imekwisha kidogo, unaenda for a short call, unakaa kidogo, unasikia kwenda for a short call kidogo, unasikia tumekunywa. Niliposikia hivyo, and I knew one thing, I am forgiven. Come on, I am forgiven. And because I am forgiven, I am accepted of generational sicknesses. Nilisimama tu na kuambia shetani, umekuja ukiwa leo. Nimesamehewa. Na kwa hivyo, diabetes has no power over my body. I declare my body is healthy, my body is whole. Immediately, niliposema hivyo, symptom hizo zote, kukauka kwa mdomo, kusikia kwenda short call, ikila dakika 2, dakika 3, it vanished. Why? I stood my ground. I want to ask you in Jesus' name, not that the devil will not come. Wewe unasikia vile ninasema, si ati kwamba shetani hatakuja kama alimwendea Yesu. Kama alimwendea nani? Yesu alienda kufast, alipelekwa na Roho wa Bwana kwenda kufunga na kuomba 40 days. Nani tunamwona akiongea naye kule? Shetani. Si ati kwamba shetani hatakuja kukujaribu. The devil is attempting. Na ndio katika James chapter number 4. Can you give me James 4 verses number 7? James chapter number 4 verses number 7. It's a very important scripture. James chapter number 4 verses number 7. James. Nipe katika tafsiri ya Kiswahili. But let's read it from the English translation, then KJV translation first. Can we read together? 1, 2, 3. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from
Let's read again. 1, 2, 3. Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Therefore submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Nipe Kiswahili. Can we read together from the screen? 1, 2, 3. Basi mtiini Mungu, mpigeni shetani naye. Okay, wacha tutumie jina lingine atawakimbia. Jina linaweka kwa Kiswahili yetu ya kawaida, naye atakutoroka. Are we together? Okay, tusome sasa na tuondoe jina atawakimbia, tuweke atawatoroka. 1, 2, 3. Basi mtiini Mungu, mpigeni shetani naye atawatoroka. Nani? Siseme atanitoroka, naye. Sema vizuri. Na wacha tuanze mahali imeanza. Basi mtiini Mungu. Basi mtiini Mungu. Inaanza hapa. Shetani kabla umpige shetani, kitu cha kwanza ni kumtii Mungu. Ati kitu cha kwanza ni kufanya nini? Kumtii. Hebu niangalie vizuri nikuelezee. Kumtii Mungu ni kumaanishaje? Kumtii Mungu ni kukubaliana na Mungu. According to this verse, kumtii Mungu ni kukubaliana na kile Mungu amesema juu yake. Hebu sema kukubaliana. Sema vizuri. Kukubaliana na nini? Na kile Mungu amesema juu yake. Na wale watu ambao hawajisomei Biblia wako na disadvantage mingi sana, kwa sababu hawajui kile Mungu amesema juu yao. Umenielewa? Na ukitaka shetani akutoroke, lazima kwanza ujue kile Mungu amesema juu yako. Na kulingana na our verse, Psalm 103 verses number 3, awasamehe maovu yenu yote. Umenikamata? So hivyo ni kusema ya kwamba ukiangalia katika familia yenu kuna watu wameshikwa na magonjwa ya kichwa. Okay, kuna watu wameshikwa na mashida za tumbo. Kuna watu wameshikwa na kesi za premature death. Kuna wasichana wa familia yenu hawaolewi, na kama wakiolewa lazima waachwe. Yaani najaribu kukuonyesha wakati kile kitu ambacho kimestrike watu wa familia yenu kinapojitokeza kwa maisha yako. Hebu sema kinapojitokeza katika maisha yako. Hatua ya kwanza ambayo unafaa kufanya ni nini? Kumtii Mungu. Inapowaza lazima usimame umwambie shetani kile Mungu amesema juu ya maisha yako. Na kile Mungu amesema juu ya maisha yako ni kwamba amenisamehe maovu yote. So no generation curse has power over my life. Hebu hivyo mkono sema, Bwana amenisamehe maovu yangu yote. Bwana amenisamehe maovu yangu. Asiungine sasa nasema ujue mkono mwingine umeshika. Okay, hebu hivyo mkono mmoja sema, Bwana amenisamehe maovu yangu yote. Na kwa hivyo hakuna laana ya kiukoo, iko na mamlaka, iko na nafasi
katika maisha yangu, katika mwili wangu, katika ndoa yangu, katika kazi ya mikono yangu. It has no power. It has no power. Lift your hand and say it has no power. Come on, shout a better louder than that. It has no power. It has no power. Again. It has no power. Again. It has no power. Na yuko, sikiliza nikufundishe kitu. Jalizo, umeshawaiona watu wanasema you devil I cast you out. Shetani na kuamrisha uondoke, na pepo inacheka. Inacheka na inasema ninaondoka niende wapi? Hapa lazima nikae. Na inabidi dakika ya mwisho hiyo pepo yaje ikae hapa. Daudi hujaiona hiyo? Umeshawaiona? Unajua ni kwa sababu gani? Nisikilize. Hii pepo, this unclean spirit or evil spirit or demon has a legal ground. Iliingia kupitia mlango uliofunguliwa hizo roho zingine. Ninaongea na mtu hapa. Na ikiwa haumtii Mungu, utangaze umefanywa nini na Mungu ya kufanya hii roho iondoke, hiyo roho itakatalia hapa. Ujanishika, hiyo magonjwa itakuamilia hapa. Hiyo umaskini itakuamilia hapa. Pepo ya umaskini na kuamrisha niachilie. Haitakuwa kuachilia kwa kuiambia niachilie. No, you must decree your possession. You must submit first to God. Are we together? Wewe pepo, you devils, you unclean spirit, you evil spirit, I want you to know I am forgiven of all my iniquities. I'm washed clean by the blood of the Lamb. I am the righteousness of God in Christ. And so, devil, you have no praise in me. You have no possession in me. You have no authority in me. I cast you out in the name of Jesus. Now, nisikilize. Hebu niangalie hapa. Mapepo zingine hata hazingojea usiambie out. Wakati unapoanza kutangaza kile ambacho umefanyika katika Kristo Yesu, pepo zingine zitaanza kukusanya virago na zinaanza kuondoka. Because the truth of God is consuming fire. Lift your hand and say the truth of God is a consuming fire. The truth of God is a consuming fire. Again. The truth of God is a consuming fire. Again. The truth of God is a consuming fire. Yaani wewe nisikilize. Wacha nikwambie, tunaweza kukutoa mapepo. Tunaweza amrisha pepo ya magonjwa ikutoke na baada ya wiki nne ikurudie. Lakini ukisikiliza ukweli, hiyo pepo ya magonjwa ikitolewa kwa mwili wako na ukweli wa neno la Mungu, hata kama utaishi miaka milioni 1 duniani, hiyo pepo haitawahi kukurudia. Ninaongea na mtu hapa kwa sababu wakati ile pepo imeondolewa na ukweli ule unafanyika your stronghold. Ukweli ule unafanyika nini? Kama ukweli ule ambao ni wa neno la Mungu unafanyika nini? Ngome yako. Ukweli wa neno la Mungu unafanyika ngome lako. Hebu inua mkono, sema katika jina la Yesu. Inua. Katika jina la Yesu. Kila laana ya kiukoo ambayo ndio mlango ambao magonjwa ya kiukoo yamekuwa yakiingilia, magonjwa mengine yamekuwa yakiingilia, sasa hivi mlango huo ninaufunga milele kwa damu ya Yesu. Ninaufunga milele
Na nimekwambia hujajua ubaya wa magonjwa hadi ukue mgonjwa ulazwe hospitali. Unaandikiwa, ukifikiria ile dawa umeandikiwa, unaenda chemist, unaitishwa shilingi 130, unaambiwa hii dawa ni 25 na hii ni ya 10,000 na hii ni ya 7,000. Ino mkono wako juu. Nataka utangaze katika jina la Yesu, milango zote za magonjwa za kiukoo zilizofunguliwa na laana za ukoo, nimewafunga milele na milele maishani mwangu na kwa uzao wa tumbo langu katika jina la Yesu. Lift up your voice in the mighty name of Jesus. Open up your mouth. Anza kutangaza katika jina la Yesu, kila milango ya magonjwa ya ukoo iliyoingizwa na laana za kiukoo naifunga milele, naifunga milele katika maisha yangu kwa uzao wa tumbo langu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Reka na babobosaka, reka na babobosaka, reka na babobosika, reka na babobosaka, reka na babobosika ya babobosaka, reka sama baboshata, reka na babobosaka ya babobosaka. In the name of Jesus. Inua mkono wako juu. Nataka ukomaa mbegu yoyote ya magonjwa ya kiukoo, mbegu yoyote, hata ile hiyo mbegu ni neno ambalo ni neno kwako, kwa sababu kuna magonjwa inafuata watu kupitia maneno yaliyonenwa, ambayo communicating decree yoyote ya kuzalisha magonjwa ya kiukoo na mateso ya kiukoo, na ilani kufe maishani mwako, na ilani kufe kwa jamii yako. Inua sauti yako na mkono wako, hata kunikuli katika jina la Yesu. Somebody go ahead, somebody go ahead. Rakadeba bobosaka, repodila kanaba bobosaka, kanaba seketele boseka, katika jina la Yesu. Tende yoyote ambayo ya kuzalisha generational sicknesses, generational oppression and affliction, I cast them in my life, I cast them in my family, I cast them in the lives of God's people, by the blood of the Lamb, by the blood of the Lamb, by the blood of the Lamb, in the mighty name of Jesus, in Jesus' mighty name. Inua mkono, sema nitaishi kufurahia afya. Nasema vizuri, sema kwa sauti, siongeze siku zote za maisha yangu. Rudia tena, so akusamehe magonjwa yako yote na akuponya magonjwa yako yote, akusamehe maovu yako yote na akuponya magonjwa yako yote. So you have no reason of carrying one disease. Ongea jirani yako, mwambie hauna sababu hata moja ya kubeba mwilini mwako hata ugonjwa mmoja. Ambia mwingine, you have no reason, you have no excuse kubeba magonjwa ni wewe kutaka. Nisikilize, umeambiwa basi mtiini Mungu, mpigeni shetani naye atawatoroka, ama naye atawakimbia. So nataka unisikilize vizuri, hadi utii Mungu na watu upige shetani, shetani hiyo haitakutoka, shetani hiyo haitakukimbia. Sasa utaishi kuteswa. Inua mkono, sema nakata kuteswa tena.
Again. Na kataa vitu zingine. Hii wiki ambayo imepita, mtu mmoja akanipigia simu akiwa Nairobi, akanielezea nimwombee. Kuna jirani hapo aliota akamwambia ndoto. Umenielewa? Sasa akanipigia, akaniambia ninaomba kuniombea. As I was praying, nilipomwombea aliniambia, ulipokuwa ukiomba kuna wingu ambalo lilikuwa limenifunika, nilisikia likiondoka. Kuna vitu vilikuwa ndani yangu, nilisikia zikitoka na nikakuwa huru. God wants you free. You don't get me. I said God wants you free. I said God wants you free, healthy and whole. Did you have that? Say God wants me free, healthy and whole. Everyone going to say that. Take 1, 2, 3. God wants me free, healthy and whole. Again. God wants me free, healthy and whole. Again. God wants me free, healthy and whole. God wants you free, healthy and whole. Nirudishie Psalms 103, verse number 3. Who forgives all your iniquities, who heals all your diseases. Nilipenda Kiswahili. Na Mungu abariki watu na watoto. You have taken charge. Mungu awabariki. Namfanyia hivyo. Akusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. So Mungu anatuponyaga magonjwa gani? Yote. Ninakuuliza, Mungu anatuponyaga magonjwa gapi? Yote. Siku nene lazima tubebe. Anatuponyaga magonjwa gapi? Yote. Magonjwa yote. Hebu nataka uangalie mstari wa 4, uone how God is serious about your health. Hebu nipe verse number 4. Let's read from the screen together. 1, 2, 3. Aukomboa uhai wako kutoka kwa kaburi, akutia taji na fadhili na rehema. Aukomboa uhai wako kutoka kwa kaburi. Nisikilize. Kusudi ya shetani kuleta magonjwa katika maisha ya watu ni nini? Kuleta kifo. Nisikilize vizuri, and if you are writing, you can write it down. Sickness is an arrow of death. Sickness is an arrow of death. Magonjwa ni mshale wa mauti. Ati magonjwa ni nini? Mshale wa mauti. Na unisikilize, hata kama ni kidole kiko na shida, kidole peke yake, inafaa kujua ni mshale wa mauti ambao umeduka hicho kidole. Umenielewa? Iwe ni mguu, iwe ni tumbo, iwe ni mgongo, iwe ni kichwa, ni mshale wa mauti. Ni mshale wa mauti. Lakini Mungu mstari wa 4 Zaburi 103 mstari wa 4, maandiko yanatuambia kwamba aukomboa uhai wako kutoka kwa kaburi. So in other words, God is ready to fight your battles. Lift your hand and say, God is ready to fight my battles. Inua mkono usema hivyo. God is ready.
Stand up and say that. God is ready to fight my battle. Again. God is ready to fight my battle. Again. God is ready to fight my battle. Hebu inua mkono sema, God is always fighting my battles. God is always fighting my battles. Again. God is always fighting my battles. Again. God is always fighting my battles. Akutie taji au komboa uhai wako kutoka kwa kaburi. Kufanya nini? Kukupigania. Akutia taji la fadhili na rehema. Anakuwekea taji la rehema zake na fadhili zake. Mstari wa 5. I want you to see how God is concerned with your health. Can we read together? 1, 2, 3. Ushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejeshwa kama tai. Let's read again. Sit down as we read again. 1, 2, 3. Ushibisha mema uzee wako, ujana wako ukarejeshwa kama tai. Aushibisha mema uzee wako. Aushibisha mema uzee wako. Na ninataka niongee kwa mtu ambaye hapo na miaka 15, na miaka 7, na miaka 40, na miaka 60. Kwa sababu ukisikia aushibisha mema uzee wako, unaanza kufikiria mtu wa miaka hiyo. Kwa hiyo miaka ambayo uko nao, hiyo ndio uzee wako. Ile miaka uko na miaka 3, hiyo ndio uzee wako. Uko na miaka 20, hiyo ndio uzee wako. So Mungu anasema ataushibisha mema uzee wako. Atakushibisha katika uzee wako. Mungu atakushibisha na mema. Let me ask you a question. Magonjwa ni kitu chema? Kama talk to me, magonjwa ni kitu chema? Kwa hivyo wakati maandiko inasema Mungu ataushibisha mema uzee wako, kwa hivyo ni kumaanisha magonjwa si moja ya ile vitu Mungu ataachilia kwako. Are we together? Umaskini si moja ya ile vitu Mungu ataachilia kwako. Premature death si moja ya ile vitu Mungu ataachilia kwako. Kupanda na kuanguka si moja ya yale mambo Mungu ataachilia kwako. Stress and failure and confusion si moja ya zile vitu Mungu atashibisha uzee wako. Mungu ataushibisha mema uzee wako. Alafu anasema ujana wako ukarejeshwa kama tai. Hebu hivyo mkono sema ujana wangu ukarejeshwa kama tai. Can you give me the New KJV translation? New KJV translation. New KJV translation. Sikiliza, hii itasaidia mtu yule mtu wako na mawazo ya uelewe hii. Let's read it from the scripture together. 1, 2, 3. Sanctify your mouth with good things, so that your heart will be filled. Let's read again from the word so. 1, 2, 3. So that your heart will be filled. Again. So that your heart will be filled. Again. So that your heart will be filled. Now, wacha nikuelezee. Unajua wakati mwingine misamiati inatufanya kutoelewa vizuri kile kinasema. Sasa nataka nikuelezee kwa ufupi kile hili neno linasema. Inasema aushibisha mema uzee wako.
Halafu anasema ya kwamba so that your youth is renewed like the eagles. Ujana wako hufanywa upya kama tai. Ujana wako hufanywa upya kama tai. Hebu sema, ujana wangu wafanywa upya kama tai. Nisikilize hapa. The word renewed inatoka kwa jina, na ningetaka uandike chini. The word renewed inatoka kwa jina innovation. Inatoka kwa jina gani? The word renewed inatoka kwa jina innovate ama innovation. Haya. David, wakati unasikia innovation, ni nini inakuja kwa mawazo yako? Kurekebisha kitu ambacho hakijawahi kutokea, upate upya kufanyika upya. Hebu sema kwa sauti. Kurekebisha kitu ambacho kinaanza kuharibika kionekane upya. Kurekebisha kitu ambacho kimekuwa kikidorora ama kuharibika, kinarekebishwa kikuwe upya tena. That is to innovate. Can somebody say to innovate? Again, to innovate. Sasa Mungu kukuonyesha kwamba God is so much concerned with your health, anasema ya kwamba sehemu viungo za mwili wako ambazo zimeanza kuharibika ataziinnovate ili urudi vile ulikuwa wakati viungo vyako vyote vilikuwa sawa. Kuna mtu anashika kitu? Hebu inua mkono, sema innovation. Again. God will renovate you. God will renovate your body. Jeni, wakati umenunua shamba na nyumba, ni nini ulifanya? Kwa nini ulikuwa unafanya renovation? Hakutaka kuishi nyumba mzee. Umenikamata? So she renovated the old house to be new. To be what? Come on, to be what? Na Mungu anasema ya kwamba atarenovate mwili wako. Hebu sema, Mungu ameahidi kurenovate mwili wako. Sema Mungu ameahidi kurenovate mwili wako. Sasa hauna sababu ya kutembea ukijiuliza mtu mmoja, kwa sababu hii mguu unayovuta Mungu amesema atairenovate. Atachukua nyundo, atachukua panga, atachukua msumeno, atachukua rada, atainyorosha irudi vile ilikuwa kabla ianze kujivuruta chini. Inyoroke irudi sawa. God will innovate your body. I pray for you in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, may the resurrection power of God innovate your body. Wacha nikuonyeshe hiyo. Unajua Mungu anaweza sema, na ni wapi kwingine una support hivyo venye unasema. Na mimi kupetu. Give me Romans chapter number 8 verses number 11. Romans chapter number 8 verses number 11. Nikuonyeshe kitu.
Ngeni ikiwa hapo ni kitabu cha Sabiti. Romans chapter number 8 verses number 11. Can we read from the script together? Can you look for me the TPT Passion Translation? Where we got Passion Translation. Now, before we prepare TPT translation, turudi kwanza kwa New King James Translation. Can we read together from the screen? 1, 2, 3. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Okay, the TPT translation. Aliko maybe you download, si ndio hiyo. Sasa wewe ulikuwa unasema bana. Let's read from the screen together. 1, 2, 3. Yes, God raised Jesus Christ, and since God's Spirit of His election lives in you, He will also raise your dying body to life by the same Spirit that breathes life into you. Sasa nisikilize, ukisoma hii mstari utadiscover ya kwamba haiongelei wale watu wamekufa. Inasema you are dying body, so you are not already dead. Kuna mtu anaona hii grammar. He will also raise your dying body. Anasema he will raise you from the dead. Anasema he will raise your dead body. Ninaongea na mtu hapa. He will raise your dying body. He will raise your dying body. Tumesema kwamba sickness is an arrow of death. And sickness is a what? An arrow of death. Any organ that is sick is a dying organ. Kiungo chochote ambacho ni kigonjwa ni kiungo kinachokufa. Sasa Biblia imesema kwamba yes, Mungu alimfufua Yesu kwa uzima, na kwa sababu Roho wa Mungu wa ufufuo anaishi ndani yako. Hebu hivyo mkono sema, na kwa sababu Roho wa Yesu wa ufufuo. Sema, na kwa sababu Roho wa Yesu wa ufufuo yuaishi ndani yangu, atafufua pia mwili wangu unaokufa, aulete katika uzima kwa Roho yule yule, kwa kupumulia uzima ndani yangu. Hallelujah. In other words, the Spirit of God shall innovate your body organs. Hallelujah. Roho wa Mungu ambaye ni Roho wa ufufuo atafanya upya, atainnovate viungo vya mwili wako, atainnovate viungo vya mwili wako. Nisikilize, nikupe. Okay, kuja metri, pitia pale hiyo metri, kuja. Baada nitumie tu huyu kama mfano. Are we together? Kimbia, hakikisha kuja hapa. Lete maji. Angalia huko. Unachukuliwa na kamera. Dunia mzima wanakuona. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nimtumie kama nini? Kama mfano. Huyu dada alikuwa na shida ya macho. Alikuwa na nini?
Ni jicho gani lilikuwa na shida? Ongea na Mike. Bwana Yesu asifiwe tena. Nilikuwa na shida ya macho ingine ya mkono wa dunia, lakini kupitia nguvu zilizomfufua Yesu kutoka kwa wafu. Ngoja kidogo, hiyo shida ilikuwa na nani? Hiyo shida ilikuwa nilifanyia upasuaji mara mbili, lakini ilikuwa imeisha. Lakini nilipokuja hapa ilikuwa unakimbia. Hiyo nini ilikuwa matokeo ya hiyo ya shida kwa jicho lako? Jicho lako lilikufa. Yes. Lilikuwa linaona? Alikuwa ninaona. Ukafanyiwa operation mara ya kwanza likaona? Alikuona. Ndio mara ya kwanza ulipofanyiwa operation. Alikuona vizuri. Haya, ukafanyiwa operation mara ya pili. Alikuona vizuri pia. Baadaye ikatendeka. Nilipokuja kanisani na nikatambua ya kwamba Yesu Kristo ana nguvu za kuponya magonjwa aina yoyote, nikaja wakaniombea, na kuanzia siku hiyo nilipata uponyaji. Jicho niliona. Jicho lake likafunguka, likaanza kuona clear. Sasa ni miaka ngapi? Ni karibu 5 years. Bila shida. Chotea Yesu Kristo makofi. Hivyo ndivyo ninasema, the Spirit of God with the spirit of resurrection shall breathe life into your dying organs. Shall breathe life. Somebody say shall breathe life. Shall breathe life. Again. Shall breathe life. Again. Shall breathe life. Into what? You are dying organs. Kuna dada yuko Nairobi sahihi, niliwapea hapa testimony siku nyingine. Alifanyiwa naye operation mara mbili akiwa 10 years of age, akiwa class 6. Jicho likapotea, likakufa, aliona. Akaenda akafanyiwa operation, likafunguka kidogo. Akaona kidogo, kuna kidogo, likakufa, akafanyiwa tena, likakufa, akafanyiwa tena, likawa likifika mwisho. At age 46, kuanzia kitu akiwa 10 years. Miaka 36 bila jicho hilo kuona. Hadi miaka ngapi? Miaka 36 bila jicho hilo kuona. One time tukiwa nyumbani, ilikuwa jioni. Tumeamka hapa na mama, nikasema wacha nisalimie huyu dada, akiwa Baringo that time. Tukaongea. Tulipokuwa tukiongea, akawa ananielezea amebukiwa for operation ya kung'oa lile jicho, kwa sababu ili jicho limeanza kuambukiza hili lingine na atakuwa totally blind. Nikamwambia, to make the story short, nikamwambia wewe unahitaji kupiga at 46, akialabu wewe ukue kipofu. Nikamwambia nini? Sasa nifanye nini? Nikampea story ya the man aliyekaa katika kisima pale akigojea maji ya korogwe. Nikampea tena ya story ya huyu mama aliyekuwa akitokwa na damu. Akaniambia leo hii ninaamua nitagusa pindo la vazi la Yesu na nipokee uponyaji. Amini kata? Nikamwambia na ujue sija kuombea. As I'm speaking with you, begin to be healed. Nikiendelea kuongea na wewe, uendelee kuongea. So nikaongea na yeye, ikafika mahali. Shika mtoto. Ikafika mahali, nikamwambia nataka unipe ushuhuda. Akaniambia as you were sharing with me, nilidiscover lile jicho ambalo linafaa kwenda kung'olewa linaona
mwangaza, ilikuwa usiku, akaanza kuona mwangaza na akafunga lile jicho ambalo limekuwa likiona, akadiscover ya kwamba jicho ambalo liliishi miaka 96 likiwa limekufa limefunguka na linaona. Na hivyo ndivyo nakwambia Roho wa Mungu aliye ndani yetu, maana ni Roho wa ufufuo, atahuisha uhai wake, uzima wake katika miili yetu iliyo na udhaifu. Nina decree from this altar in the name of Jesus, in the organ of your body that is weak, may the spirit of resurrection breathe life into that organ, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Na decree kutoka kwa haya madhabahu katika jina la Yesu, kwa Roho wa ufufuo, mifupa iliyo na udhaifu, kuanzia sasa udhaifu huo umefika mwisho, udhaifu huo umefika mwisho. Kiungo chochote kilicho na udhaifu, na decree from this altar in the mighty name of Jesus, by the Spirit of God, the Spirit of resurrection, that organ is healed in the name of Jesus. That organ is made new in the name of Jesus. The Spirit of resurrection, Roho wa Mungu anayekaa ndani yetu, maana yeye ni Roho wa ufufuo, atauisha uhai wake, atauisha uzima wake katika miili zetu za kukufa. Na kwa hivyo tutapata nguvu, tutafanywa upya, miili yetu itarejeshwa katika ujana, katika jina la Yesu. Hallelujah. I say hallelujah. Hebu inua mkono, sema Heavenly Father. Hebu inua mikono yote mbili juu, sema Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu, kwa Roho Mtakatifu anaishi ndani yangu, Roho wa ufufuo, kuanzia sasa fungulia uhai wako kila kiungo cha mwili wangu, fungulia uhai wako kila kiungo cha mwili wako, fungulia uhai wako kila mfupa wa mwili wangu, fungulia uhai wako kila nyama za mwili wangu, fungulia uhai wako ubongo wangu, fungulia uhai wako spinal cord yangu, fungulia uhai wako figo yangu, moyo wangu, my lungs, kanda wafeka, my intestines, every organ of my body, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in Jesus mighty name. Roho wa Mungu atahuisha. Hebu inua mkono, sema Roho wa Mungu atahuisha. Nilienda kuhubiri Eldoret, na nilipokuwa nikihubiri, nikimalizia, tulikuwa na mama katika huo mkutano, na Mungu akaniambia by word of knowledge, kuna mwanaume ambaye mwili wake umekufa, ako na mke lakini mwili wake umekufa. Mwanigama sasa, mtu mjana na ako na mke na mwili wake wa kiume umekufa. Niliita watu wengi kwa word of knowledge, lakini nilipofika kwa huyo nikasema, na wewe usitokee, nataka upokee uponyaji mahali huko, na baada ya ibada ukuje unione. Unanikamata? So I prayed, nikaombea watu wengine na nikaombea huyo. Baada ya ibada tuko na mama tumesimama mahali, nikamani nikaniambia ilikuwa mimi, na penye uliona ninasikia mashini imerudi hai. Mashini imerudi nini? Imerudi uhai. Nimepona, mashini imerudi uhai. Ni nini? Roho Mungu ambaye ni Roho wa ufufuo anafungulia uhai wake, anafungulia uzima wake, kiungo chochote
2007 kurudi nyuma, tulikuwa na dada mmoja, tulikuwa na Ijago Monica. Baba yake ni watu ya kutoka Paris. Baba yake alikuwa wale watu ya Kipara kuanzia hapa mpaka huko nyuma, na nikana kwamba ilikuwa hiyo Kipara ya baba yake ilikuwa inamjua. Ndio kuna kitu naweza angalia na utukie. Ni kama huyu dada anachukia. Due to she believed in God. Na akaenda nyumbani, akaanointi baba yake Kipara, Akatakasa. nywele zianze kumea na nywele zikaanza kumea, kichwa ikarudi kweli. Jina la Yesu. Mungu huisha. Nasema Mungu huisha. Sasa wewe ndio tu, wewe utakaa tu hiyo. Wewe utakaa tu, umetosheleka, hakuna shida. Wewe tosheleka, sisi Tutosheleke. Sisi we want the best from God. I want the best from God. The point is, I want the best from God. Again. Sitaki kutosheleka na vitu si vizuri. Nataka kitu vile vizuri. Waje ni kusurprise. Ni vile wewe hujajua kuna watu wazima walimoka meno. And when they believe in God, meno zinamea. Kuna watu wewe hujaiona, nimeshawaishuhudia unaiona ikitendeka naye. Mtu ako na mguu mmoja mfupi, mguu mwingine ndefu, na akiombewa mguu mmoja fupi, hii fupi inaanza inarefuka mpaka inatoshana na ile nyingine. Yule mtu alikuwa anatembea hivi, anaanza kutembea hivi. Now, going for the best to God. Kuendea ile kitu ya ile nzuri kwa Mungu. Hebu sema kuanzia sasa. Sema Bwana, sema kuanzia sasa. Katika jina la Yesu. I will go for the best. I will go for the best. I will go for the best. Unasikia kile ninasema? Hakuna kitu Mungu hawezi fanya. Hakuna kitu Mungu hawezi fanya. Wacha tu niwape example. My son alipozaliwa, you can notice baada ya wiki mbili kidole yake moja inakaa kama kidole ya anko yake. Anko upande wa mama. Sasa kidole yake moja inakuwaga hivi, ikifika hapa kwa hii joint inakuwa na right angle, inapiga kona hivi. So badala ikuje hivi, inapiga hivi, inakaa hivi. Unanielewa? Sasa mtoto akiwa na wiki mbili, mama hata ndiye alikuwa anataka mtoto, nikamwambia umeshawaiona hii? Akaniambia sijawaiona. Si sasa amechukua vitu vya mbaya. Nikakubaliana hatukakubali hiyo. Nikachukua anointing oil. We anointed that finger. Kidole ikanyoka. Hapo kana mabitu. Sisi tukataka kana mabitu. Tabiana ukifunga ukifungua macho atiuone vizuri na wewe na kaka yako 23. Arise, go for the best. God can heal your eyes. Na macho yako ione vizuri. Sijui mkono yangu, sijui mguu yangu, sijui mikono yangu, sijui tumbo yangu, sijui kifua yangu. Hatujui, hatutaki kujua. Kile tunajua ni kwamba ikiwa roho yuaishi ndani yako, roho yule ndiye ni roho wa ufufuo. He can resurrect that organ. And I decree and declare from this earth in Jesus' name, the resurrection power of God is upon you now. I say the resurrection power of Christ is upon you now. In the mighty name of Jesus. Simama kwa miguu yako miwili. Rekadama babosake anda babosaka.
rekadababobosekedekedeba. Psalms chapter 103 verse number 5 imetuambia God shall renew, he shall innovate. You are dying over, zikae upya. Mtu aseme zikae upya, mtu aseme zikae upya, sema zikae upya. Hebu mkono, sema kuanzia leo hii kila kiungo cha mwili wangu lazima kiwe kipya. Sema vizuri, lazima kiwe kipya, lazima kiwe kipya. Niliwapea testimony. Nilikuwa pale Equity Bank hapo nje, tunaongea na mtu. In fact, huyo mtu alikuwa pande hii na mimi niko pande hii, nimeangalia hivi, gari inatoka huko, nimeweka mguu yangu hivi, sijui kwa nini nilikuwa nimeweka hivi, tunaongea, gari inatoka huko, pika, ninasikia mguu ya gari iko juu ya mguu yake, kabla nivute mguu ya nyuma nao imepita. Unanielewa? Kile kiatu nilikuwa nimevaa ilikuwa kiatu ya leba, imebaguliwa na tairi ya gari, na hiyo tairi ya gari ilifika kutoka hapa, imebabua kiatu ya leba. Huwezi amini ni mguu ya gari imekuwa hapa, huwezi amini. Na nikasikia uchungu ilikuwa mwingi, kiwango machozi yalianza kutiririka. Nilidiscover machozi inatiririka kwa uchungu ambao nilisikia. Nikiwa tu hapo nikaambia huyu, na unajua hii gari imenikanyanga. Nikiwa tu hapo nikainama, nikashika mguu wangu. Submit yourself therefore to God. Resist the devil and he shall flee from you. Psalm 34 verse number 20. Hakuna mfupa wake mmoja utakaovunjika. Na decree katika jina la Yesu, hakuna mfupa wangu mmoja utakaovunjika. Na decree mifupa yote ya mwili wangu, ya mguu wangu iko sawa, ni kamili na sina shida. Uchungu kufa na uondoke katika jina la Yesu. Can I surprise you? Ungefikiria na kufanya nini? Uchungu itapunguka. Nikaanza kulipa. Nikaanza kufanya nini? Mungu akasema nikimbie hospitali, niende nipigwe picha kuone kama kuna mfupa imevunjika. Nisikilize, nikienda nipigwe picha, wangesema wameona collapse, wanijaba plasta. Lakini niliamua kukubaliana na neno la Mungu. Mungu amesema hakuna mfupa wangu mmoja utavunjika. Kwa hivyo na decree mifupa yangu yote, hata kama kuna ile inakwenda kuvunjika, sasa imeshindana na niko nazo. Nikaribu kama wiki moja nikawa niko free. And from that day, somebody say, and from that day, come on, and from that day, Mungu wangu haujawahi leta shida tena. Umenikapata? Mungu wangu haukufungwa plasta baada ya kupitiwa na pika au kufungwa plasta, because the spirit of resurrection lives in me. Inua mikono yako juu. Mahali popote unahitaji Roho ufufuo afanye kazi, anza kutangaza, by the spirit of resurrection, wewe figo yangu, wewe my heart, wewe my liver, wewe my legs, wewe my heart, wewe my feet, wewe my brain, wewe my head, wewe my eyes, wewe kifua changu, by the spirit of resurrection, I decree you are innovated. You are innovated.
break the abomination, to break the members of the abomination by the power of the Spirit of God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mkono wako juu kila moja. Simama, 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 simama. Mkono wako juu. Sema katika jina la Yesu. Sema kwa sauti katika jina la Yesu. Kila sheria ya mauti na magonjwa katika mwili wako vunjika sasa, popoka sasa, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Inatangaza katika jina la Yesu, kuanzia sasa, Baba Roho Mtakatifu aliyefufua Yesu kutoka kwa mauti yuaishi ndani yako. Kila kiungo cha mwili wako kinapanuliwa uhai, uzima wa Kristo katika jina la Yesu. Natangaza niko na afya, niko na uheri katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu ananilinda siku zote katika afya njema, katika afya ya kiagano, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ila maendeleo inamtolea kutukuombe. Baba yangu na Mungu wangu, nakushukuru kwa sababu ya kila ndugu na kila dada katika ibada hii. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, maana Roho Mtakatifu, Roho wa ufufuo aliyefufua Kristo kutoka kwa wafu, maana yuaishi ndani yetu. Naomba Bwana ukafanye upya kila kiungo cha miili yetu, kafanye upya mifupa ya miili yetu, kafanye upya nyama za miili yetu, kafanye upya nafsi za miili yetu, kafanye upya mikono yetu, macho yetu, mawazo yetu, migongo yetu, tumbo zetu, kila kiungo kaifanye upya. Bwana naomba fanya upya damu ya Mungu katika ibada hii, fanya upya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. In the name of Jesus, I declare we are healed, I declare we are healthy, I declare we are whole to the glory of God. In Jesus' name, and somebody say amen, and somebody say amen, and somebody say amen. Now, tunaposhiriki meza ya Bwana, tunataka kushiriki meza ya